Habari kubwa ambayo imetolewa na Reuters imezua mjadala mkubwa zaidi duniani, ambapo serikali ya Rais Donald Trump inasemekana inafikiria ombi kutokea Saudi Arabia la kununua hadi ndege 48 za kivita za kisasa aina ya F-35 kutoka Marekani. Ikiwa mpango huu utakubaliwa, unaweza kubadilisha kabisa mizani ya nguvu za kijeshi kutoka ama katika eneo la Mashariki ya Kati na hata kutishia ubora wa jeshi la Israeli, ambaye kwa muda mrefu amekuwa mshirika wa karibu na mpokeaji mkubwa wa teknolojia za jeshi kutokea Marekani. Ndege ya kivita ya F-35 ni moja ya silaha za kisasa zaidi duniani, ikitengenezwa na kampuni ya Lockheed Martin. Inajulikana kwa uwezo wake wa kutotambuliwa na rada, kasi kubwa na mifumo ya kiteknolojia ya hali ya juu ya mashambulizi na ulinzi. Nchi chache tu duniani ndizo zilizopewa ruhusa ya kumiliki ndege hizi, hasa washirika wa karibu wa Marekani kama Israeli, Japani, Uingereza, Australia na Korea Kusini. Kwa muda mrefu Washington imekuwa ikiepuka kuizia ndege hizo nchi yoyote kanda ya Ghuba ndege hizi, hasa kutokana na ushawishi wa Israeli na hofu ya usalama na wa teknolojia hiyo. Lakini sasa chini ya utawala Trump mambo yanaweza kubadilika rasmi. Kwa mujibu wa ripoti ambayo imetolewa na Reuters, maafisa wa Marekani wanasema kuwa Saudi Arabia imewasilisha maombi rasmi ya ununuzi wa ndege hizo. Ilikuwa sehemu ya mpango wa muda mrefu wa kujenga jeshi lenye nguvu zaidi katika eneo hilo. Wachambuzi wanasema kuwa Trump anaweza kuunga mkono mpango huo kutokana na sababu mbili kuu. Ya kwanza ni ya kibiashara, yaani commercial interest. Marekani inaweza kupata mabilioni ya dola kupitia mauzo hayo. Lakini sababu ya pili ni kisiasa na kimkakati, yaani strategic influence. Lengo ni kuimarisha ushirikiano wa kijeshi na Saudi Arabia, hasa katika kukabiliana na ushawishi wa Iran. Lakini hatua hiyo pia inaleta mambo mazito ya kijiografia na kisiasa. Kwa miongo kadhaa, Marekani imekuwa ikihakikisha kuwa Israel inaendelea kuwa taifa lenye nguvu zaidi kijeshi ndani ya Mashariki ya Kati. Sera inajulikana kama Israeli Qualitative Military Edge, yani QME. Ikiwa Saudi Arabia itapewa ndege za F-35, sera hiyo inaweza kutikiswa rasmi. Israel tayari ina meli yake ya F-35, lakini Saudi ikiwa nayo pia itamaanisha kuwa mataifa haya mawili makubwa ya Kiarabu na Kiyahudi yangekuwa na teknolojia sawa ya kivita, jambo ambalo linaweza kuongeza mbio za silaha katika eneo hilo. Kwa mujibu wa wachambuzi, hii inaweza kusababisha mashindano makubwa ya kijeshi kati ya nchi ya Kiarabu pamoja na Israeli, lakini mabadiliko ya nguvu ya kijeshi yanaweza kuathiri amani na usalama wa muda mrefu wa Mashariki ya Kati, na hata kuweka Marekani katika nafasi ngumu ya kudhibiti pande mbili ambazo zote ni washirika wake. Baada ya taarifa hiyo kuvuja, maafisa wa Israeli wameeleza wasiwasi mkubwa, wakihofia kuwa mpango huo unaweza kuvunja makubaliano ya usalama yaliyopo tangu ya mwaka 1970. Wakati huo huo, maafisa wa Saudi Arabia wameeleza kwamba lengo lao si kushindana na Israel, bali kujenga uwezo wa kujilinda dhidi ya vitisho vya Iran, Yemen na makundi ya wapiganaji kutoka eneo hilo. Kwa upande wa wachambuzi wa kimataifa, wanahoji kama Trump anajaribu kutumia mpango huu kama njia ya kumshawishi ama kuwashawishi Waarabu zaidi kuunga mkono sera za Marekani au kuimarisha biashara ya silaha, wakati uchumi wa Marekani unapitia changamoto kubwa zaidi. Kwa sasa maamuzi hayajafanywa rasmi, lakini iwapo Marekani itakubali kuziuzia Saudi Arabia ndege 48 za F-35, hakika hii itakuwa hatua ya kihistoria yenye athari kubwa kwa usalama wa Mashariki ya Kati na kwa uhusiano kati ya Israeli, Saudi Arabia pamoja na Marekani.